17 ambayo tuliona vyema kuja tufanye huku nyanda za juu kusini. Uwepo wako hapa ni ishara ya wazi ya dhamira ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 katika kusimamia ulinzi wa faragha wa taarifa binafsi kama msingi wa uaminifu katika utoaji wa huduma na maendeleo ya uchumi wa kidigitali. Waga tunasema uchumi wa kidigitali cornerstone yake ni trust. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yameandaliwa mahususi kwa taasisi za umma na binafsi katika kanda hii ya nyanda za juu kusini kwa lengo la kuimarisha uwezo wa kitaasisi katika utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, sheria sura ya 44, ambapo lengo kuu ni kuhakikisha kuwa ukusanyaji, uchakataji, uhifadhi na matumizi ya taarifa binafsi vinakuwa katika kuzingatia kikamilifu matakwa ya sheria. Si sheria peke yake, sheria, tuna kanuni na viwango vya kitaaluma vinavyolinda haki ya faragha za wananchi. Kupitia mafunzo haya, tume inatarajia kuona mabadiliko ya vitendo katika taasisi zitakazoshiriki. Tunatarajia kuimarika kwa mifumo ya udhibiti wa taarifa binafsi, kuongezeka kwa uwajibikaji wa taasisi na kupungua kwa vitendo vinavyokiuka faragha au kuhatarisha usalama wa taarifa binafsi za wananchi. Haya yote ni sehemu ya mkakati wa serikali ya awamu ya 6 wa kujenga uchumi wa kidigitali unaoaminika, salama na unaozingatia misingi ya haki ya utawala. Lakini vile vile hii inaendana na dira yetu ya 2050 ambayo inajengwa na msingi wa matumizi ya teknolojia ili kuweza kufikia uchumi wa trilioni 1 katika miaka hii ambayo tunatekeleza dira hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia fursa hii kukuthibitishia kuwa tume imejipanga kuendelea kutoa mafunzo kwa maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi katika taasisi zote za umma na binafsi nchini. Mafunzo haya ni lazima na yataendelea kufanyika kwa awamu mbalimbali, na sasa tuko kwenye awamu ya 7, bali tutaendelea pia katika kona zote za nchi yetu kwa malengo ya kuhakikisha kuwa kila taasisi inayokusanya na kuchakata taarifa binafsi inakuwa na afisa mwenye uelewa wa sheria na uwezo wa kusimamia utekelezaji wake. Haya mafunzo ni ya kujenga uelewa na kuhakikisha kwamba maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi wanakuwa na connection ya moja kwa moja na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, lakini pia tayari tumeshatengeneza miundombinu ya kuhakikisha pia tutatengeneza certification ya maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi kwa kushirikiana na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Sambamba na hilo, tume imeendelea kutekeleza jukumu lake la kisheria la kutoa elimu kwa umma, kwa taasisi za umma na binafsi pamoja na wadau mbalimbali. Lengo la elimu hii ni kuwawezesha wananchi kutambua haki zao kuhusu ulinzi wa faragha zao na taarifa zao binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maisha tunajibrand, tuna maisha ya kwenye stage na tuna maisha yetu behind the stage ambayo tunaita behind the scene. Kwa hiyo tunayalinda yale maisha behind the scene ili utu wa kila Mtanzania uonekane jinsi anavyotaka na jinsi heshima yake inavyoendelea kujengwa.
Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa majukumu ya usimamizi, tume imebaini changamoto ya hifadhi na baadhi ya taasisi kutokuwa tayari kikamilifu kutekeleza matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, hususani katika usajili na uteuzi wa maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi. Baadhi ya taasisi bado zinaendelea kufanya na kuchakata taarifa binafsi bila kukamilisha matakwa ya sheria. Napenda kusisitiza kuwa kutokutekeleza matakwa ya sheria ni ukiukaji wa kisheria unaohatarisha faragha, usalama na haki ya wananchi. Katika kutekeleza wajibu wake, tume imejipanga kuanza ukaguzi wa uzingatiaji, compliance audit, ili katika kutekeleza wajibu wake ili kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya usajili na uteuzi wa maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi. Maafisa wa taarifa binafsi na kuchukua hatua ya kisheria ambapo sheria itakuwa imekiuka. Ndugu mgeni rasmi, kwa kumalizia, napenda kuhakikisha kuwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi iko imara na yenye mwelekeo thabiti wa kusimamia utekelezaji wa sheria hii kwa umakini, haki na kwa mujibu wa maelekezo ya serikali. Tume imejipanga kuendesha mafunzo, elimu na uhamasishaji nchi nzima ili kuhakikisha utekelezaji wa sheria unakuwa wa vitendo na unaolinda maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Vile vile tunalinda kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama, maana taarifa binafsi ni eneo la muhimu sana katika ulinzi wetu wa nchi yetu. Tume imejipanga kuendesha haya mafunzo kwa vitendo na tunaendelea kuhakikisha kwamba tunalinda taarifa hizi binafsi, na hali kadhalika tume imejipanga kuanza ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kuanzia tarehe 9 Aprili kama serikali ilivyoelekeza kwenye mafunzo yaliyopita, wakati anafunguliwa na Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa Angela Kairuki alielekeza, ametoa muda mwingine wa kujisajili wa hiari na mwisho ni tarehe 8 Aprili. Kwa hiyo kuanzia tarehe 9 basi watakaoendelea kukusanya na kuchakata taarifa bila kujisajili watachukuliwa hatua za kisheria. Tuko tayari. Mimi niwapongezeni kwa kuaminika na taasisi zenu, na bado niwaombe taasisi nyingine au niwatake wale ambao bado hawajafanya uteuzi wa maafisa hawa wafanye hivyo, ili wajengewe uwezo waweze kutimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria yetu inavyotaka. Mbeya oye! Haya ni mafunzo na nimekaribishwa kufungua. Kwa hiyo na bahati mbaya katika maelezo yangu sio mada hii. Kwa hiyo nisingependa niwapotezee muda. Mimi niwatakie mafunzo mema. Niendelee kushukuru tume kwa hatua hii. Wakati wote nyinyi karibuni nyanda hizi, karibuni Mbeya. Nimewaona maafisa ulinzi na usalama wako imara kabisa, na naamini mtaona matokeo ya haraka sana kutoka nyanda hii kuhakikisha jamii yetu na taarifa binafsi zinakuwa salama. Nadhani pia kwenye mafunzo haya tutapata tofauti ya taarifa binafsi na siri, viwili tofauti. Kwa hiyo tutapata muda mzuri wa kuyajua hayo na kwenda kuyasimamia. Wakati anaongea mkurugenzi mkuu, nilikuwa nawaza jambo moja, kwamba hamna kitu mwanadamu amesitirika kama aliyeleta wazo au utaratibu wa kuvaa nguo. Uongo kweli? Si kwamba tuna makovu au tuna nini, lakini ashumu tu ili Mungu alivyokuumba tu, ingekuwa ni kila mtu anaweza kuona uhalisia wake, kuna watu wasingetoka ndani. Uongo kweli?
kuna vile ulivyoumbwa, kuna vile ulivyoamua uwe. Kama Harubu hapa kitambi ameamua na mwingine akiamua kitambi kisije anakuwa tofauti, au sio? Kwa hiyo haya ni maumbile ya kawaida kwa mwanadamu, lakini assume tungekuwa hatuna nguo, ingekuwaje? Sasa ugumu unaopata kujibu hilo swali ndio umuhimu wa kutunza faragha. Kwa hiyo tujikite hapa, tuulize maswali, tutumie vizuri muda walao tukitoka tukawe msaada kwetu binafsi pamoja na wote wanaotuzunguka. Kwa mkurugenzi, kutoka mtindo hapa karibuni wa watu wanalipa ili apate video zako ambazo usingependa wewe zionekane, na hawajajikita zaidi kwenye taarifa kwa maana ya document, wamejikita zaidi kwenye visual au namna yoyote ile ambayo ni ya kiteknolojia ambayo ni rahisi mtu kuipata bila wewe kujua. Sasa tunaona nao kuna watu wamegeuza ni biashara. Sasa na sisi tukipenda kusikia faili zenu na zenyewe zinakuwa kali mno kwa watu wa namna hiyo, na zenyewe ziume kama ambavyo faragha yako ikitoka ile pinch unayoifeel vioane na adhabu, sio tena adhabu za kubembeleza.